Ndoa tunaangalia maana yake, yaani neno ndoa lina maana gani, alafu tutaweza kuona au kuoanisha baina ile maana ambayo kwamba inatarajiwa katika ndoa na maana ambayo kwamba ile sisi wenyewe tumefahamu, yaani ufahamu wa kijamii kwa ndoa na ufahamu wa ndoa vile inavyofaa kufahamika. Sasa tukienda katika ufahamu katika ndoa, kamusi zote zaeleza kwamba ndoa ni mkataba. Yaani kilugha, ukifungua kamusi yote ile ambayo kwamba wewe unafahamu ama unaelewa, itakueleza kwamba ndoa ni mkataba. Ima ni mkataba wa kisheria au ni mkataba wa kijamii. Nikisema mkataba wa kisheria ni kwamba kulingamana na katiba, kunao mkataba ambao kwamba wafanywa baina ya watu na inafahamika na inatambulika, au katiba inaielewa na inaitambua na imeweka nidhamu maalum ya kufuatwa. Tukisema ni mkataba wa kijamii, ni mkataba ambao kwamba utaenda kulingamana na vile jamii inavyotaka. Yaani ni maelewano ambao kwamba yatafanyika vile jamii inavyotaka. Kwa hivyo baada ya jamii kuelewana na kuweka mkataba wao, mkataba huo bado unafahamika na unakubalika na sheria ya nchi au katiba ya nchi. Kwa hivyo kitu ambacho kwamba tunaangalia katika kamusi zote, kitu ambacho muhimu kufuatilia ni hii kwamba sheria, yaani katika huu mkataba tunaangalia ni kwamba una nidhamu ambao kwamba inafuatwa. Ukisikia sheria maana yake ni nidhamu. Kwa hivyo kuna nidhamu. Katika tafsiri ya pili, kulingamana na mtizamo wa dini ya Kiislamu, ndoa ina maana gani? Iko na sehemu mbili muhimu sana. Ina sehemu ya dini na ndoa ina sehemu ya mkataba, kwamba mkataba baina ya wahusika wawili, kisha dini inaichukulia ndoa tu kwamba si mambo au si kitu ambacho kwamba kinahusika na mwili peke yake. Hapana, kitu kinahusika na dini pia. Kwa katika Uislamu ndoa ni mkataba ambao kwamba unahusika watu wawili katika dini. Kwa hivyo tunapata katika kitu muhimu cha kuzingatia katika tafsiri ya dini ni kwamba ya Kiislamu, ya kwamba ni sehemu ya maisha ya kidini, maisha ya kiroho. Kwa hivyo ndoa katika Uislamu si mambo tu au kukuja pamoja kwa watu wawili, inazingatia pia dini katika hii mkataba wa ndoa. Ukija katika mtizamo wa Kikristo ni kwamba ni mkataba vile vile, lakini mkataba ambao kwamba unahusiana na dini vile vile, ambao kwamba katika vile dini katika mtizamo wa Kristo ni kwamba vile vile wanazingatia sehemu ya dini. Tupatana, lakini tofauti baina hizi mbili itaonekana vizuri wakati tutazidi kuendelea kutafsiri majukumu tofauti tofauti na misingi tofauti tofauti baina ya hizi dini mbili, ya Kiislamu na dini ya Kikristo. Sasa kijumla, katika tafsiri ya dictionary ya kamusi au katika tafsiri ya dini ya Kiislamu au katika tafsiri ya dini ya Kikristo, tunaona kwamba kuna vitu vinne vimetokea muhimu katika ndoa. Vitu vinne muhimu sana ambavyo kwamba vimetokea katika ndoa. Cha kwanza ni watu wawili. Tukisema watu wawili tunakusudia hii ili iweze kuwa ndoa inahusika jinsia mbili tofauti, mume
na mke, jinsia ya kiume na kike. Kwa hivyo kama haitakuwa ni hizi jinsia mbili, misingi ya kuweza kuita ndoa inavunjika. Kwa hivyo inatoa jinsia ambayo kwamba jinsia ya kufanana, yaani kwamba hakuna ndoa baina ya jinsia mbili, kike kike au kiume kiume. Ndoa ni baina ya jinsia ya kike na kiume. Sehemu ya pili ni familia. Madamu ni mkataba lazima itahusisha hawa wawili, mme na mke, ya kwanza. Ya pili itahusisha familia, ima familia ya mke au familia ya mme, na wanaingia katika familia vile vile watu ambao kwamba ni wakaribu katika hiyo familia, ima familia ya mume au familia ya mke. Sehemu ya tatu ni sehemu ya majukumu, kwamba kila jinsia hapa ina majukumu maalum. Kama ni jinsia ya kiume, kama ni mme, lazima ajue kwamba anayo majukumu maalum ambayo kwamba inafaa afanye katika huu mkataba, na hayo majukumu hayaangalii kama yeye, hayaangalii hisia yoyote, yaani hayaendi kulingamana na hisia, kwamba mimi leo ni mwanaume najisikia naweza nunua leo sukari, kwa hivyo unanunua. Ukikasirika kesho huji na sukari kwa nyumba. Haiendi na hisia. Hapa hakuna hisia chochote. Ni kwamba huu mkataba unakulazimu wewe kama mtoto wa kiume au mwanaume unayeoa ujue kwamba ni majukumu yako ya kuweza kulisha, kuvisha na kusimamia nyumba kama mwanaume. Kwa hivyo ikiwa mwisho wa mwezi umefika, alafu madamu ulikasirika unasema ulipi rent, hatuangalii hiyo, tunaangalia majukumu yako ni yapi. Kwa hivyo kulipa rent katika majukumu yako, huo ndivyo mkataba unavyosema. Kama ni mtoto wa kike, mke sasa vile vile una majukumu yako katika hii ndoa. Kwa hivyo hatuangalii leo pengine hisia zako zilikuwa chini, zilikuwa juu, una furaha, hauna furaha, umecheka, haukuchekeshwa, ulilia, haukulia. Ni kwamba majukumu yako yanabaki kuwa majukumu yako. Kwa mfano, ima umekasirika, lazima utapika. Ima umekasirika, lazima utafagia nyumba. Ima umekasirika, lazima majukumu yako utayasimamia. Kwa hivyo hatuangalii hisia zako za siku, kwamba leo fulani bin fulani amekasirika, kwa hivyo hajaosha vyombo, hajapika, ama haujaosha vyombo, haujapika, haujafanya usafi kwa sababu umekasirika. Mkataba unakulazimisha kwamba hayo ni majukumu yako ambayo kwamba wafaa kufanya bila kuangalia hisia yote. Kisha sehemu ya 4 ni sehemu katika dini, kwamba ndoa sio tu inabaki kwa hisia au kwa sababu ya kuweko kwa watu wawili pamoja. Inayo sehemu muhimu sana ambayo kwamba ni sehemu ya dini. Kwa hivyo sehemu ya dini ni imani yako wewe kama Muislamu, ni lipi ambalo kwamba la kupasa ufanye kulingamana na Uislamu. Wewe kama mtoto wa kiume, ni nini ambacho kwamba cha kupasa kufanya kulingamana na dini yako ya Kiislamu. Kwa hivyo vile vile dini, imani ni sehemu kubwa katika mkataba huu wa ndoa. Kwa hivyo ndoa ni mkataba ambao kwamba uko na sehemu 4 muhimu sana, ambao kwamba sehemu hizi 4 zafaa zifahamike vizuri, ndio mtu aweze kuelewa ndoa ni nini. Bila kufahamu ndio zinakuja tafsiri za ajabu ajabu, au bila kufahamu ndio inakuja matatizo ya ajabu ajabu. Bila kuelewa ndio inafika pahali mtu anaanza kuja, yani kwa mfano ukiweka katika maisha yetu ya saizi kwamba kunao baadhi ya watu wamefahamu kwamba ndoa
ni kutoa pesa kutoka katika familia fulani kwa familia fulani. Mfano, ikipatikana mtoto mmoja, ima mke ako na mali, inakuwa kubwa ni kuchukua ile mali. Ikipatikana wa kiume, mtoto wa kiume ndiye ana mali, kubwa ni kuchukua ile mali. Hivi vyote ni vitu ambavyo kwamba vinahitajika katika ndoa, lakini makusudio ni hii sehemu mtu kuweza kuelewa. Ukiweza kuelewa hizi misingi minne, itakusaidia sana kuweza kujumuika katika ndoa yako, na itaweza kuonyesha sehemu yako katika ndoa iko wapi. Utajua sehemu yako katika ndoa iko wapi, majukumu yako katika ndoa yako wapi, na wewe kama mwanandoa wafaa kufanya nini, kwa sababu ndoa ndio inajenga familia na ndio inajenga jamii kwa jumla. Kwa hivyo ikiwa hutaelewa ndoa, familia itaharibika na jamii vile vile itakuwa na dosari kubwa ambayo kwamba haiwezi kufahamika. Kwa hivyo kwa kiufupi ni kwamba ikiwa hujaelewa hii, yani tafsiri ya ndoa nini, itakuletea shida katika wewe kama wewe mwanandoa, itakuletea shida katika familia kwa sababu familia unahitajika katika ndoa, itakuletea shida katika majukumu kwa sababu majukumu ni yako wewe. Hakuna mtu aliyokulazimu kuoa wala hakuna mtu aliyokulazimisha kuoa. Katika sehemu katika dini, itaathiri maisha yao katika dini. Na ndio leo hii unaona tunakuwa na vizazi ambao kwamba havielewi dini nini, na inachangia tabia ya kuzoroteka kwa tabia katika jamii na kujitokeza mifano wa vitu ambavyo kwamba ni vya ajabu ajabu katika ndoa. Kwa hivyo hii tafsiri ya hili neno ndoa inatuzuia katika maisha usoni vitu kama Samantha. Unajua Samantha? Yani kunao robots ambao kwamba zimetengenezwa saa hizi, na ikiwa jamii yetu haitaelewa maana hii, utakuja katika maisha ya usoni kwamba unasikia watu wamefunga ndoa ima baina ya jinsia mbili, au watu wamefunga ndoa baina ya mtu na Samantha, na Amantha ni mwanaume. Sasa Samantha ni wa kike. Unasikia baba unaitwa kwenda kuhudhuria ndoa mtoto wako, na ukiona yule mke anafunga ambao kwamba ako pembezoni ni Samantha, au mama unaenda kuhudhuria harusi ya kijana wako, ukiona yule ambao kwamba yuko mbele yake ni Amantha. Kwa hivyo inaleta shida kama hiyo. Inaleta shida vile vile kwamba katika maisha usoni tunatarajia vitu kama hizo, ikiwa watu hawataelewa nini maana ya ndoa. Na ndio siku hizi kuna jinsia ya moja kwa moja watu wanasema pia ni ndoa. Kuna watu wanasema kwamba hakuna haja, mimi nitakaa tu na nitaleta robot kwa sababu sitaki stress kwa maisha yangu, sitaki kusumbuliwa na mtu. Ni kwa sababu ya kutofahamu tafsiri ya neno ndoa. Kwa hivyo ukielewa tafsiri ya neno ndoa, ndio itaweza kukusaidia tukifafanua sifa za mwanamke au sifa za mwanaume, tukifafanua sifa za familia ambao kwamba nataka kuoa ndani yake, tukifafanua sifa za na majukumu yule ambao kwamba nafaa katika ndoa, tukieleza vipi dini inachangia pakubwa katika ndoa kusimama. Kwa hivyo hii ndiyo ufahamu maalum ambao kwamba unafaa ufahamu kuhusiana na ndoa na ndoa ni nini. So blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together.